Yes, mambo vipi? Niko na Super D. Tunazungumza mawili matatu kuhusiana na football. Tuko hapa kuzungumzia kile ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Na kubwa zaidi leo bana, tumeona tuzungumzie kitu ambacho kinaendelea kwenye page za Simba Sport Club. Pale Instagram naona wanaposti sana, na posti hizo zinaambatanishwa na maneno 16 April 2025. Unapozungumzia 16 April wote mimi na wewe hatujui. Umenielewa? Hadi wewe mimi pia sifahamu, ila tunachotaka kukifanya hapa ni kitu kinaitwa imagination. Yaani tunataka kufikiri kwa picha. Wanaswahili ama wataalamu wa picha wanazungumza kwa kusema kwamba kila picha ambayo inapigwa au kama unapata mafunzo ya photograph, unaambiwa kila picha ambayo inapigwa inazungumza. Haina mdomo lakini picha inatakiwa kuzungumza nini ambacho kinaonekana kwenye kile picha. Yaani picha yako unavyoipiga iwe inazungumza. Sasa taswira ya kuposti gari maana yake kwamba tunaamini na aina ya gari ambayo imepostiwa ni gari ambazo zinamilikiwa na klabu chache sana duniani. Ni gari fani ambazo zina gharama sana. Ni gari ambazo kwa Tanzania wanao Azam FC, umenielewa, lakini pia inatumiwa na klabu kama Real Madrid. Ni aina hizo gari ambazo imepostiwa hapo. Kwa hiyo bila shaka moja kwa moja kwenye akili yetu ama akili ya taswira ya kawaida inakujengea kwamba huenda Simba wakawa wako kwenye plans za kuingiza gari jipya ambalo watakuwa wanalitumia kwenye michezo yao ya ndani. I mean kwamba kusafiri. Lakini picha ya pili ilikuwa inaonyesha viwanja vya mazoezi. Hivyo sio tu viwanja, ni viwanja vya mazoezi ambavyo vipo takriban kama 6 kwenye eneo moja. Hivyo viwanja tunajua Simba wana kiwanja cha mazoezi ambacho ni Bunju. Lakini pia kwenye hii picha haionyeshi kama hii ni Bunju. Aina ya picha ambayo ni aina ya picha ambayo inaonyesha kwamba ni eneo fulani kubwa ambalo lina wazi mzuri, lina sehemu ya kama kitu kama sehemu ya kubadilishia nguo na kupumzika, kwa unaona kama bweni kwa pembeni. Sasa hii inamaanisha kwamba kuna viwanja huenda tayari vimesha karabatiwa na Simba wanaenda kuvitumia. Hivyo ni viwanja vya mazoezi, sio vya mechi. Sawa ni kama ground, nasema ni kama place fine ambayo imewekwa kwa ajili ya michezo. Sawa Lakini pia picha ya tatu wakaja wakaposti hospitali ya hospitali. Ile ni hospitali ambayo inaonyesha vitanda pamoja na mashine za kuwapimia wachezaji hivyo na hivyo. Kwa hiyo hiyo inamaanisha kwamba ukiachana na Azam FC ambao pia wana hivyo vitu, klabu nyingine Tanzania hakuna. Kwa hiyo Simba inaonekana kwamba kuna kitu ambacho tayari wamekifanya, invest ambao wameiwekeza, lakini wameamua kufanya kimya. Umeona, ukiangalia Singida Black Star kuna mtu alikuwa anajua kama wanajenga uwanja. Mpaka siku tu alikuja kutoa tangazo ya kwamba tarehe fulani tunakwenda kuzindua uwanja, lakini hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anafahamu kwa wamejenga uwanja. Kwa hiyo nahisi pia Simba wametumia hilo kwa sababu Waswahili pia wana imani zao. Wanakuambia watu wakiwa wanaliona sana jambo lako ni ngumu kuweza kufanikiwa on time. Huenda pia nao wameamua kufanya hivyo kimya kwa sababu hata kwenye mafanikio tunaambiwa unapotaka kufanya jambo lako make sure umelifanya kwanza ndo watu waje kufahamu. Sio watu wafahamu kabla wewe haujalifanya na kuaga ni ngumu kutimia. Kwa hiyo Simba huenda wamecheza na hizo falsafa ama misemo hiyo ya Waswahili wakiamini kwamba pia hata ujenzi wa madaraja, magorofa watu tunaona kwamba inapojengwa sio rahisi kuweza kuona kwa wakati unashangaa tu nyumba imeshakamilika tayari. Sawa, kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine tuseme tu ni imagination kati ya vile vitu ambavyo tumeviona. Tusubiri 16 Aprili ambayo ndio siku ya kesho. Nilikuwa na Super D, langu jina Ali Swale Mshana. Bye bye.